Kutoka CGTN Kimataifa, hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia. Wachambuzi wa kimataifa waona mpango mpya wa miaka 5 wa China ukiwa na faida kwa dunia. China yagundua maeneo zaidi ya 80 yenye madini mapya mwaka wa 2025. Na meli ya kwanza ya abiria ya mafuta mbadala yatengenezwa nchini China. Kwa hayo na mengine mengi, karibu kwenye Nuru ya Mashariki. Jina langu ni Jacob Mogoa. Usiondoke. Wachambuzi wa kimataifa wamepongeza mpango wa miaka 5 wa 15 wa China wakisema utaongeza uthabiti wa kiuchumi na maendeleo ya dunia. Mkurugenzi wa UNEP Inga Anderson alisema huo utakuza ubunifu, ukuaji na ubora na ushirikiano wa kimataifa. Mwenzangu Samii Wanjala anatuarifu zaidi. Mkurugenzi mtendaji wa shirika la mazingira la Umoja wa Mataifa Anga Anderson amesema amefurahishwa kuona kuwa mpango huo unalenga maendeleo endelevu, ukisisitiza dhana ya uchumi wa mzunguko na kutokuwapo na taka. Amesema kuwa huu ni mwanzo mpya wenye matumaini makubwa kwa China na dunia nzima. The plans that are going into the 15th five-year plan that will start in 2026, because this plan speaks about zero waste, because this plan speaks about circularity. And so I think that this is a very exciting new chapter that China is opening as well. Naye Sopra Gupta, mshauri mwandamizi katika taasisi ya utafiti wa mahusiano ya China na Marekani, amesema mfumo wa upangaji wa China unabadilika kulingana na wakati ili kuboresha maisha ya wananchi wake. Aliongeza kuwa China imebobea katika kupanga maendeleo yake kwa njia ya kivitendo, jambo ambalo limechangia ustawi wa taifa hilo kiuchumi. Kwa upande wake, Maureen Garuz, mkuu wa eneo la Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini katika jukwaa la uchumi duniani, amesema China imekuwa kinara wa kimataifa katika nyanja nyingi kupitia maendeleo ya ubora wa juu, hususan katika uvumbuzi wa kisayansi. Amesema China si tu mshiriki muhimu wa kiuchumi kwa mataifa mengi, bali pia ni nguzo kuu ya udhabiti katika biashara za kimataifa. Alfred Spike, mkurugenzi wa taasisi ya Asia Mashariki katika chuo kikuu cha kitaifa cha Singapore, amesema anatarajia mpango mpya utaendeleza mageuzi upande wa uzalishaji, kuongeza matumaini ya ndani, kuboresha maisha ya wananchi na kufungua zaidi sekta ya huduma. Gazeti la Pakistan Today liliandika kuwa mpango mpya wa miaka 5 wa China utachochea ukuaji wa ndani na kuathiri kwa njia chanya mwelekeo wa maendeleo duniani. Lilisema kuwa kupitia dira ya kimkakati na uongozi thabiti, China inaendelea na safari yake ya kisasa ya maendeleo, jambo litakaloongoza udhabiti katika uchumi wa dunia. Gazeti la Ujerumani Handelsblatt liliripoti kuwa kikao cha 4 cha kamati kuu ya 20 ya CPC kitaweka mkakati wa maendeleo ya China kwa miaka ijayo, kikieleza nguvu zaidi katika ubunifu wa kisayansi na kiteknolojia. Kwa mujibu wa kituo cha televisheni cha Marekani CNBC, kikao hicho pia kitatangaza vipaumbele vya kiuchumi vya China kwa miaka 5 ijayo, hatua ambayo itatoa mwanga kuhusu mwelekeo wa nchi hiyo katika biashara na uchumi wa kimataifa kwa kipindi cha mwaka 2026 hadi 2030. Of course, we have very high expectations. We think it is an opportunity to advance what China ultimately wants to do over the next couple of years. I'm sure there will be a lot on high quality growth. There will also be emphasis on continued supply side reform, but we also hope that there will be more emphasis on strengthening the consumption side, improving the livelihood of people, and to further open up the economy. I think in particular the service sector will probably be mentioned. China imepiga hatua kubwa katika utafutaji wa madini mwaka huu baada ya kugundua maeneo zaidi ya 80 yenye madini mapya ya kuongeza akiba iliyothibitishwa ya kijiolojia kwa takriban tani bilioni 2.5 za madini, ikiwa na ongezeko la takriban 20% ikilinganishwa na mwaka uliopita, kwa mujibu wa chama cha madini na cha China, yani China Mining Association, siku ya Alhamisi. Hamis Darwish anatueleza zaidi. Kulingana na ripoti mpya iliyotolewa na chama hicho kuhusu sekta ya madini ya China,
Takriban 70% ya maeneo mapya yaliyogunduliwa yanatarajiwa kuwa na akiba za madini za kati au kubwa. China imekuwa mstari wa mbele duniani katika utafutaji wa madini ya lithiamu, na sehemu yake ya akiba ya lithiamu duniani inatarajiwa kufikia karibu 20%. Akiba ya bauxite nchini China inatarajiwa kuongezeka kwa takriban tani milioni 300, akiba ya makaa ya mawe kwa takriban tani bilioni 12, na akiba ya mafuta ghafi kwa zaidi ya tani bilioni 1. Akiba ya madini mengine muhimu ikiwemo tungsten, bati na fosfeti inatarajiwa kuongezeka kwa 25% ikilinganishwa na mwaka uliopita. Akiba hizi mpya zinaweza kupunguza shinikizo la uagizaji wa madini kutoka nje na kusaidia kuboresha muundo wa madini nchini China. Sasa madini ya kimkakati yanachukua zaidi ya 40% ya jumla. Kiwango cha ukuaji cha madini mapya ya kimkakati kimefikia zaidi ya 50%, kikizidi kwa kiasi kikubwa yale ya jadi, jambo ambalo linatoa malighafi bora kwa mnyororo wa sekta ya madini na kuhimiza mabadiliko kutoka utegemezi wa rasilimali kwenda kwenye ukuaji unaoendeshwa na thamani. Kwingineko ni kwamba China imekabidhi meli yake ya kwanza ya abiria ya mafuta mbadala, yani GNV Vigo, katika bandari ya Guangzhou. Meli hii inaweza kutumia mafuta ya kawaida au gesi asilia LNG na imejengwa kwa teknolojia ya ndani. Inaweza kubeba abiria 1800 na magari 550 na itaanza safari kati ya Genoa na Palermo nchini Italia. Ronald Mutie anaripoti zaidi. Hii ni meli ya kwanza kubwa ya abiria ya aina ya dual fuel role ambayo imetengenezwa nchini China na imekabidhiwa rasmi katika jiji la bandari la Guangzhou kusini mwa China. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la ujenzi wa meli la China CSSC. Meli hii ya kisasa inaweza kutumia mafuta ya kawaida au gesi ya asilia iliyosindikwa, yani LNG, na imejengwa kwa teknolojia ya ndani yenye haki miliki kamili. Ikiwa na madaraja 12, meli hiyo ina migahawa ya huduma binafsi, kahawa na eneo la kutazama mandhari ya bahari. Ikiwa na vyumba 485, inaweza kubeba abiria 1800 na magari zaidi ya 550, hivyo kuwa bora kati ya safari fupi kati ya visiwa na miji ya pwani. Mradi wa LNG una uwezo wa kuhifadhi mita za ujazo 1000 za gesi na unaruhusu safari za hadi siku 5. Meneja wa mradi wa meli Cao Jifei anasema changamoto kuu ilikuwa katika kulehemu na kuunganisha mabomba kwa usahihi kwa kufuata viwango vya ubora wa juu. The onboard LNG power system has a storage capacity of approximately 1,000 cubic meters of liquefied natural gas, enabling voyages of around 5 days. The main challenge during construction was the precise welding and docking of pipes, which required 100% compliance with stringent qualification standards for operational use. Additionally, the vessel's interior fittings, which are 100% domestically produced, along with other domestically made equipment, serve as a key step for us to penetrate the European high-end marine equipment market. Kwa mujibu wa shirika la ujenzi wa meli la China, meli hiyo itafanya safari kati ya Genoa na Palermo nchini Italia. Wafanya biashara wengi wa kimataifa waliowasili katika mkoa wa Guangdong kusini mwa China kwa ajili ya maonyesho ya Canton Fair mwaka huu sasa wameanza kuzuru moja kwa moja viwanda na mashirika mbalimbali ya Kichina katika mkoa huo. Lengo lao ni kupata uelewa wa karibu zaidi kuhusu bidhaa zilizowavutia kwenye maonyesho na kujadili fursa za ushirikiano wa kibiashara wa muda mrefu. Nilifuatilia taarifa hiyo na hii hapa ripoti yake. Awamu ya kwanza ya maonyesho hayo yanayojulikana rasmi kama China Import and Export Fair ilihitimishwa Jumapili jijini Guangzhou, mji mkuu wa Guangdong, kwa rekodi ya wageni 157,000 wa kimataifa waliokuja binafsi kushiriki. Awamu ya pili ilifunguliwa Alhamisi ikilenga sekta 3 kuu: bidhaa za nyumbani, zawadi na mapambo, pamoja na vifaa vya ujenzi na samani. Awamu ya 3 na ya mwisho inatarajiwa kuanza Oktoba 31 hadi Novemba 4. Hivi karibuni kundi la wafanyabiashara kutoka Georgia lilizuru kampuni moja ya vifaa vya jikoni mjini Zhongshan, wakivutiwa na teknolojia ya kisasa ya Smart Cooking Center, kifaa kinachounganisha majukumu kadhaa ya upishi kwa ubunifu wa hali ya juu. Wageni hao walipongezwa kwa maonyesho ya bidhaa hizo na walionyesha nia ya kuanzisha ushirikiano wa muda mrefu baada ya mazungumzo yenye mafanikio. We are very under impression for product
for management, for showroom also, for example, and we're planning long-term cooperation, long-term business. Kwa upande mwingine, Luis, mnunuzi kutoka Mexico, alivutiwa na gari la michezo la ardhi yote, yani UTV, lililokuwa likionyeshwa kwenye Canton Fair. I visited the Canton Fair and we saw they have a new model for the UTV, which has a lot of new features that are very interesting. For example, the double engine, which are very powerful. And the UTV market, I believe, is growing very fast. So I think you'll have a very big success with this model as well. Meneja wa mauzo wa kimataifa wa kampuni hiyo, Song Jiangbo, alisema Canton Fair imekuwa jukwaa muhimu la kuunganisha makampuni ya China na wateja wapya duniani kote. Kwa sasa kampuni yao inauza bidhaa katika zaidi ya nchi na maeneo 150. Mwaka huu mauzo yetu katika nchi zinazoshiriki mpango kanda moja na njia moja yameongezeka kwa zaidi ya 20%. Wakati huo mauzo yetu katika bara la Amerika, ikiwemo Amerika ya Kati, Kusini na Amerika ya Kaskazini, yameongezeka kwa angalau 30%. Maonyesho ya Canton Fair yaliyoanzishwa mwaka 1957 hufanyika mara 2 kila mwaka katika misimu ya majira ya kuchipua na vuli. Ni maonyesho ya kimataifa ya muda mrefu zaidi nchini China na yameendelea kutambulika kama kipimo muhimu cha mwenendo wa biashara ya nje ya China. Serikali ya China imetangaza kuanzisha juma la kusoma kitaifa litakaloadhimishwa kila mwaka kuanzia mwaka wa 2026. Hatua hii inalenga kuhimiza utamaduni wa kusoma miongoni mwa raia wake, hasa vijana, huku ikionyesha dhamira ya taifa hilo kukuza maarifa na ubunifu kupitia elimu na vitabu. Tom Wanjala anatueleza zaidi. Juma hilo litafanyika wiki ya 4 ya mwezi Aprili kila mwaka. Wakati huo, taasisi za elimu, maktaba na jamii zitaandaa shughuli mbalimbali kama maonyesho ya vitabu, washa za usomaji na mashindano ya ubunifu wa maandiko. Takwimu zinaonyesha kuwa kufikia mwishoni mwa mwaka wa 2024, China ilikuwa na zaidi ya maktaba za umma 3200 zenye vitabu vinavyokaribia bilioni 1.5. Hatua ya kuanzisha juma hili inalenga kuendeleza juhudi hizo za kuwafanya Wachina kuwa jamii inayosoma zaidi na kutumia maarifa kuboresha maisha yao. Zaidi ya hayo, serikali ya China inatarajia kuwa kampeni hii itasaidia kuimarisha sekta ya uchapishaji na vilevile kuinua hadhi ya lugha na fasihi ya Kichina duniani. Na kwenye sehemu yetu ifahamu China leo, mnyororo kamili wa viwanda na mazingira bora ya matumizi katika kituo cha teknolojia cha Shenzhen kusini mwa China umechochea maendeleo makubwa ya akili bandia, yani AI, huku roboti za kisasa zikiendelea kuingia katika nyanja mbalimbali za maisha ya kila siku ya watu. Tujiunge basi naye Zakia Pong kwa mengi zaidi kwenye sehemu yetu ya ifahamu China. Mambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Mji wa Fuzhou ambao ni mji mkuu wa mkoa wa Fujian nchini China umeleta uwiano wa juhudi za kuboresha maendeleo ya miji na uhifadhi wa miti ya kale ya Mbaniani katika miongo iliyopita na kutoa mazingira mazuri ya maisha kwa wakazi wa huku ukiendeleza maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Fuzhou umepewa jina la Rongcheng, ikimaanisha mji wa miti ya Mbaniani. Chanzo cha jina hili kinaenda nyuma karibu miaka 900 wakati wa enzi ya Song ya kaskazini. Wakati huo mji huo mara kwa mara ulikuwa unaathiriwa na mafuriko na joto kali. Ili kutoa mazingira mazuri kwa raia wake, gavana wa huko Zhong Guoyu aliazimia kwamba mji unapaswa kuwa na kijani na miavuli haipaswi kuhitajika wakati wa majira ya joto. Aliweka sera zinazoshawishi kila familia katika mji kupanda miti ya Mbaniani
na hivyo jina la mji huo lilianzishwa. Hii leo mti mkubwa zaidi wa mbaniani mjini humo uko katika hifadhi ya msitu ya kitaifa ya Fuzhou. Inasemekana kuwa mti huo ulipandwa wakati wa utawala wa Zhang Boyu ambao unaufanya kuwa na miaka 960. Mti mkubwa wa mbaniani una urefu wa karibu mita 20 na shina lenye upana wa karibu mita 10, huku eneo la ardhi la kivuli chake likifikia mita za mraba 1330, ambalo ni kubwa zaidi ya eneo lote la jumla la viwanja vitatu vya mpira wa kikapu na kuruhusu kuhudumia maelfu ya watu wanaotafuta kivuli chini yake. Hifadhi hiyo imechukua hatua kadhaa kulinda mti huo wa kale, kama vile kuweka nguzo za saruji kusimamisha matawi mapana ya mti huo na kutumia mfumo imara wa usimamizi wa afya ya mti huo. Fuzhou sasa ina zaidi ya miti 1.3 katika barabara zake kuu, ambayo zaidi ya 30,000 ni miti ya mbaniani. Ili kuhifadhi kijani hiki, kipaumbele cha mji kwa maendeleo na ukarabati kimetolewa katika ulinzi wa miti ya mbaniani. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na katika ile sehemu ulikuwa unaisubiri kwa hamu na ghamu ya Jifunze Kichina, katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua na kwa njia ambayo ni rahisi na ya kuvutia. Karibu kwa pamoja tujifunze Kichina. Hamjambo, karibuni katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaowaongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第9课，你今天做什么了？ Sikiliza rekodi hii na usome. 香蕉，香蕉，熊猫，熊猫。 Sasa tunajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 水果，水果，了，画，画，没有，没有。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 水果， Tafadhali soma nami maneno haya. 吃水果， 吃水果， 很多水果。 很多水果。 了，你吃什么了？ 你吃什么了？ 画，画小鸟， 画小鸟， 画画。 画画。 没有，我没吃香蕉。 我没吃香蕉。 Kuna nini kwenye jokofu? Tafadhali niambie kuna tunda gani kwenye jokofu. Kama ukijibu kwa usahihi, utapata tunda hilo. Njoo ujaribu. 这是什么水果？ 橙子。 这是什么水果？ 菠萝。 这是什么水果？ 香蕉。 这是什么水果？ 草莓。 这是什么水果？ 葡萄。 这是什么水果？ 西瓜。 Kula ice cream.
Tafadhali wasaidie watoto kusoma maneno mapya kwenye ubao mweupe. Kama ukiyasoma sawa, utapata ice cream. Njoo uwasaidie. 水果 画 了 没有 香蕉 熊猫 Kazi ya nyumbani kwa leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza mchezo wa maneno. 再见 Kufikia hapo basi ndipo ninapokamilisha makala haya ya Nuru ya Mashariki. Usikose kujiunga nasi tena juma lijalo sana wakati kama huu kwa makala mengine ya Nuru ya Mashariki. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Jacob Mgoa na nasema shukran kwa kuwa nami. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.